Ndoa ni taasisi kwa sababu ina makusudi ya kuwepo kwake. Aliyeianzisha ndoa ni Mungu, ana makusudi. Moja. Pili, ndoa ni taasisi kwa sababu ina mpango wa kutimiza kusudi. Kila ndoa ina kusudi na ni lazima iwe na mpango wa kutimiza hilo kusudi. Tatu, ndoa ina kanuni za kuendeshwa. Ndoa ina kanuni zake. Kanuni ni muhimu sana, na ndio maana ukivunja kanuni unasababisha hatari. Na ndio maana hata barabarani kuna kanuni za barabarani. Kwa sisi wa Tanzania tuna keep left. Jifanye mjanja sasa, jifanye mjanja kwamba uko huru, utumie maamuzi yako ukipo right. Katika kuendesha pikipiki au gari, keep right, tuone. Unakuwa mgeni mbinguni sasa hivi. Kwa nini? Umevunja sheria. Huwezi ukayapandisha maji mlimani. Kwa nini? Kanuni ya force of gravity hairuhusu. Mungu ameweka kanuni, na ameweka kanuni rahisi kabisa. Katika Waefeso, nikupe chache, siku zijazo tutafundishana hizo kanuni za ndoa, kila mtu ajue kanuni. Mungu ameweka kanuni, usizivunje. Ukivunja mtatengana tu. Kwa hiyo ndoa ni taasisi. Kwa nini? Ina kanuni za kuendesha. Haiendeshwi tu kwa akili hivi, kuna kanuni zake. Ngoja nikupe chache mfano kwa ufupi sana. Katika Waefeso sura ya 5 kuanzia mstari wa 21, 22, 23 na kuendelea hadi mwisho, anatoa kanuni mbili: kanuni inayohusu mwanamke na kanuni inayohusu mwanaume. Kwa mwanaume anapewa kanuni, anaambiwa hivi: katika ndoa mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda kanisa. Tumeelewa? Hiyo ni kanuni ya mwanaume, kumpenda mke wake. Ingawa alipewa nyingine, ishi naye kwa akili mkeo. Ziko nyingi, lakini kanuni kubwa, mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili ya kanisa. Na wewe mwanaume unatakiwa umpende mke wako, si kwa maneno, kujitoa kwa ajili ya ulinzi wake, kujitoa kwa ajili ya ustawi wake, kujitoa kwa ajili ya amani yake, kujitoa kwa ajili ya ustawi wa familia, sio kuitelekeza. Unavunja kanuni ya mwanamke. Mwanamke anaambiwa hivi: enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Kristo. Kiwango kile mama unachomtii Kristo, unatakiwa umtii mumeo. Leo hii tuna Wakristo, tuna wanawake wa ajabu sana. Unajua wanawatii watumishi wa Mungu kuliko waume zao. Wanawahudumia watumishi wa Mungu, wachungaji na maaskofu kwa karibu sana, kwa ukaribu mkubwa sana kuliko mume wake. Mume wake anamuona wa kawaida tu, lakini mbele ya mtumishi wa Mungu anaweza hata akamlamba miguu mtumishi wa Mungu. Kwa mumewe anampa chakula, hata kumtengea chakula. Baba nani, chakula kiko mezani, uje ule kwa wakati wako. Mungu atusaidie. Utii kwa mumeo, sio kwa mtumishi wa Mungu. Ingawaje sisemi tuwadharau, lakini mume. Na utii unaosemwa pale sio kuobei. Angalia kwenye Biblia ya Kiingereza ni submission. Kusubmit maanake ni kujitoa bila kujibakiza. Unamtii mumeo bila kujibakiza, bila unafiki. Hizo ni kanuni mbili. Mungu atupe neema, tutakuja kujifunza kanuni nyingine za kutosha kabisa. Lakini ndoa ni taasisi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kanuni zilizowekwa za kuendesha.